watu pembeni. Ndio. Kwa mwisho wa siku tutaishi mwaka wa kwanza. Muone? Mwaka wa pili, mwaka wa tatu ndio labda utakuja kujua kumbe Tumaini amenidanganya. Ana na familia kabisa huko kijijini. So unajua maisha ya mjini huko, tunatoka vijijini tunakuja mjini, inaweza kutafuta kusoma. Kwa hiyo unakuta unadanganya, hata kama ukija getoni unanikuta mwenyewe. Yako na kwamba huyu mtu yuko peke yake. Sio mwanamke nje. Sasa wewe siku ukija kufuatilia vizuri, unajua kile kuna kujua kwamba kuna kakaangu mimi, labda kuna mashemeji nini. Hata katika kupiga nayo story ukapeleleza na nini, ukakutana na mimi na familia kabisa kijijini huko. Usikutana na mtoto. Kwa hiyo baadaye kabisa mimi itakuja kunigharimu. Kwa kuwa nimesha kudanganya wewe, wewe cha kwanza utaumia, afu nitakukosa. Uaminifu utapotea kabisa. Tena kisio kidogo. Kuna msemo mmoja napenda kutumia kwamba majani yakiwa mabichi, ukiyalima yakiwa makavu, hayawezi kurudi tena. Ndio. Labda kuna majani moja hivi, labda vile viukoka, unaweza kuvipanda vikachipua. Lakini kuna yale majani ambayo ukipalilia yamekauka. Ndio. Yaani ukiyalima yamekauka, kwa hiyo hayawezi kurudi kama mwanzo. Au kioo kikipasuka uweze ukakirudisha kama kilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo uaminifu na sasa ndio uaminifu wa mwanamke. Kama alikupenda afu ukaja hivi akagundua, basi imeisha. Moyo wake ukiumia tu hapo, basi hata kuamini wanaume wengine napo inakuwa shida. Ndio. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatusikiliza jamani, sometime moja uongo sawa unaweza kuwa mzuri kwa pale ambapo tunafanyaje, tunaona kwamba uongo utatuweka huru, lakini jua ya kwamba kwenye huo uhuru baadaye utakuja kuumia, kwa sababu uongo bana uaga nao ni msaliti. Kama unavyomsaliti mtu kwa kumdanganya, nao baadaye utakuja kukusaliti. Umeona eh? Ndio. Labda kwa wewe unavyoangalia, mtu aishi kwenye upande gani? Awe muongo sana au awe muongo lakini sio sana? Kwangu mimi, yani kwangu mimi bora ukawa muongo kiasi, na penyewe unaangalia na kitu cha kudanganya. Kwa muongo kiasi, kwa sababu uongo una tabia. Kwanza ukiwa unasema uongo, kumbuka na uongo ulioongea. Kwa sababu uongo una tabia kuja unasahau kama ulichokiongea. Unatakiwa uwe muongo kiasi na uwe mkweli asilimia kubwa sana, kwa sababu unapokuwa muongo, tuseme kuna jambo la muhimu sana unadanganya. Tuseme labda tuseme una watu wengi, labda una tukio na watu fulani unatakiwa ufanye nao, ukadanganya tu kitu kidogo tu. Wale watu tuseme kundi la watu hata kama 20 huko, ulivyowadanganya huo uongo, wakaja kujua kama uliwadanganya, wote watapoteza uaminifu kwako. Na kuamini kabisa. Kwa hiyo unakuwa unavunja uaminifu na watu, sababu watu wanakuwa wameshakuamini, baadaye unakuja kuvunja uaminifu, watu wanakuwa kama ujao sasa. Ndio. Lakini ukiwa mkweli, kila mtu anakuwa, hata mtu anaweza kukutetea. Bwana mtu fulani yupo hivi, unakuta hata mtu anakusema vibaya. Bwana mtu fulani, bwana Tumaini yupo 1 2 3, lakini mimi nakujua Tumaini yupo ni mkaka fulani, msemo kweli. Ni mtu wa watu, ndio. Nitakuja nikae niseme bwana Tumaini hayupo hivyo, yupo hivi. Lakini Tumaini ungekuwa ni mtu muongo, wewe ni mchonganishi, labda nini uongo ni wewe, naweza kuja na mimi siwezi kuja pale kwenye mada watu wanakuongelea nikaja nikakusifia, lazima nikupondee. Kweli. Ndio. Kweli Tumaini waga ni muongo, yani yupo hivi na hivi, lazima nikupondee, siweze kukusifia. Kwa hiyo kwangu mimi ninavyowashauri watu, jamani, uongo sawa tu, kila mtu anadanganya, hakuna mtu ambaye hadanganyi, lakini tutumie kidogo basi, tusizidishe. Hasa mimi jamani, mimi nakubali mimi ni muongo, lakini tena sana sio kidogo. Wewe uongo unatumia sana. So ngoja na utumia kwenye baadhi ya mambo ambayo najua hili itanisaidia nikisema uongo. Sasa mbona kuna mengine ya kusaidia lakini unadanganya? Ngoja natumia uongo sehemu ambapo kitu tunajua hapa kitu nikisema uongo kitanisaidia. Kwa mfano leo pale ningesema ukweli, ingekuwaje? Ungeniacha nikwambia bwana Tumaini nipo nakuja, lakini sijasema nipo lakini nilikuwa nipo najiandaa. Lakini ungesema kwamba mimi ndo najiandaa, hiyo ingekuwa vizuri. Unajua kwa sababu gani? Lakini nyingine tumekubaliana ni muda fulani. Tukutane sehemu fulani muda fulani, alafu paka sasa hivi hajatokezea.
hapa hapana, mimi atanichelewesha, ngoja niondoke, atanikuta mbele kwa mbele. Lakini pale nilipotumia uongo kwamba hapa nikisema ndo kwanza najiandaa, huyu ataniacha. Ndio maana ikabidi niseme nipo nakuja. Kwa hiyo inakupa matumaini, kumbe ipo anakuja. Umefika wapi? Niko sehemu fulani. Kumbe hapo tu ni karibu, atawai. Kuna ile muda nakwambia nipe dakika 5, kumbe ndo kwanza hata sija ndo natoka. Ndio, nipe dakika 5 lakini nakuja hivyo yani. Umenisaidia kwa sababu nimeniambia hesabu 1 mpaka 20 na kwenye nishafika. Lakini ningesema ukweli jamani, ukweli wangu. Bwana ndo nipo naanza kujiandaa. Ungeniacha. Kweli mimi ningekuaje? Ndio, unaona, lakini nimeongea uongo, umenisaidia kidogo, umenisubiri, tumekuja wote, si ndio? Ndio, na kuna ile baadhi tuseme labda chuo, maeneo tukiwa chuo, watu wengi tunatumia uongo. Kwenye nini? Usikute unakuwa unatumia uongo peke yako. Sio kama natumia peke yangu, ngoja. Usiseme kwa wingi. Wengi, kwa sababu hii ni watu wengi wanatumia. Tuseme kwa mfano vipindi. Hii hapo cha kwanza kudoji vipindi. Unakuta ukahesabu namba. Unaambiwa bwana nihesabie namba, sijui au nisainie. Anakusainia aba kesho lecture akija. Kama unajua hujahesabu namba sijui au hujasaini sikupi maxi. Wewe hujakuepo chuo. Haki ya Mungu mimi nilikuepo mpaka nilisaini. Jamani, sijui nini. Lecture kweli akiangalia namba yako ya usajili kweli ipo. Unaona? Umesaini. Ila kweli huyu mtu alikuwepo chuo. Basi sawa, unapata hata max 2 zako hivyo. Lakini ukisema kweli sikuja chuo. Lakini naomba nisamee niwekee max. Hawezi kukukia hivyo, hawezi. Lakini umetumia uongo umekusaidia kidogo. Kidogo ndio. Lakini wewe mimi sio mwongo sana, lakini mimi ni mwongo kidogo, ndio maana anasema hivyo. Bana, huyu Madam Neema anaongea sana, lakini wewe madam wewe. Kweli. Bana, hiyo nilikuwa ni mada fupi tu ambayo ilikuwa inatuweka sawa kama sisi vijana sometime moja. Tuwe tunaongea ukweli, kwa sababu unasema ukweli unakuweka huru, sawa? Uongo upo, lakini tutumie ukweli kwa asilimia kubwa kuliko uongo. Kwa hiyo kwa muda huu tupate mapumziko mafupi tukiwa tunamtarajia mgeni wetu akiingia. Enzeni tusikie, kwa sababu mambo mazuri yapo siku ya leo. Kwa hiyo endelea kuitegea sikio Boresha Radio na tutarejea hivi punde. Unasikiliza Boresha Radio. Asante sana. Unaendeleaje lakini? Vizuri kabisa. Pole na majukumu bana. Asante sana. Sogelea mic ili wakusikie vizuri kwamba so waambie kwamba wewe ni nani, unafanya nini, kwa sababu wenda wanaanza kujiuliza kwamba ni nani sasa upo kwenye kipindi cha Campus Psycho. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Okay. Kwa majina ni Mendez Melchiades Kamala. Na majina ya sikutisha, ni Mtanzania tu mwenzako. Na kwa sasa ni mwanafunzi Buddhism. Na piga degree ya Business Information Technology. Ila nina interest sana kwenye mambo ya development. So by profession labda nitaangukia kwenye software engineering. Okay, bana, hongera sana. Asante kutoka Business Information Technology. Naam. Lakini pia umo masuala ya software ya kudesign nini fresh, vipo hivyo vitu vipo kabisa. Kwa hiyo maana kwamba kitu ambacho nakisomea mule ndani ile information technology ni sasa ni masuala ya software ya kuhusiana na business. Naam. Okay, hongera sana bana. Karibu sana bana. Asante sana. In short, kipindi ni Campus Psycho kama ulivyokuwa, kama ushokifuatilia.
Sasa hapa vijana wanapata maarifa mbalimbali kutokana na watu ambao aidha wamewazidi kimaarifa, wamezidi kielimu kama hivyo. Kwa hiyo tunapokuwa tunakutana kama hivi vijana, tunakuwa tunazungumzia aidha fursa na vitu vingine ambavyo vipo kwenye jamii yetu. Huenda kuna wengine wanakuwa wanajiuliza kwamba tunapata fursa gani, na unakuta amemaliza chuo lakini haelewi. Umeona? Lakini bado wewe upo chuo, kuna kitu fulani unakifanya. Umeona? Sasa kabla hatujaenda mbali, kwa wewe unavyoelewa, kwanza kabla sijasahau mada ya mezani, mada iliyopo mezani kwetu ni kwamba namna gani kijana anaweza kukuza biashara yake kupitia masuala ya teknolojia, yani digital marketing. Na hiyo digital marketing sio kwamba kwenye social media, kwa sababu tunavyosema kidigitali kuna website, si ndio hivyo? Nadhani unaelewa masuala ya website, hizo software zipo nyingi, na biashara sasa hivi inaenda kasi na watu wengi wamewekeza kupitia hizo software, website. Kwa hiyo ndo mada iliyopo, kama wewe kijana unawezaje kukuza biashara yako kupitia system like website. Kwa wewe unavyoelewa Mr. Mendes, si ndio hivyo? Ukisikia website, yani kijana akisikia website aelewe nini hasa? Anavyosikia website aelewe nini? Akisikia website, na website kiufupi ni page tu, yani kama ukurasa. Sasa inakuwa ni ukurasa wa umebobea kwenye kitu fulani, kwa ajili ya mtu fulani, ama ni kwa kampuni, ama ni kwa product fulani. So website ni sawa tu na kwamba kuna kitu kinachokutambulisha ukurasa wako mtandaoni, kwamba unafanya hichi, nafanya hichi na kitu hichi kinafanya hivi. So lazima la website. Kwa hiyo ambaye hawafahamu website, hiyo ndo maana ya website. Sasa labda kijana anawezaje sasa kukuza ile biashara yake, kama tulivyozungumza, anawezaje kukuza biashara yake, au anaweza kuwekeza kupitia hizo system like software au website? Okay, hapo kwenye swala la kukuza, kwa sasa hivi vijana wengi wameingia kwenye hili swala zima la uwinga. Uwinga. Kimbiza simu, anakimbiza nguo, anakimbiza nini. Sasa wengi wanaangukia kwenye swala zima la social media. Of course social media is very important. Inakusaidia kwenye marketing. Kule kuna watu wengi sana. Na mtu akiingia Insta atoki. Kweli. Sasa kama ukiweza ukatengeneza, na maana kule Instagram marketing una post tu, mtu kuona kujua taarifa zaidi ya biashara yako ni either posts, asome comments na hivyo. Ila sasa ukiwa na website, mifumo kama hiyo ya website inayopatikana mtandaoni, kule kuna namna unaweza customize biashara yako. Yani ukiachana na ule muonekano wa Instagram wa post na company profile, hivyo ile ukiwa na website inakuwa inaonyesha mambo ya location, inaweka mapicha unavyotaka wewe, maandishi. Yani kuna namna inakuwa inaonyesha mtu kampuni yako, nyie mpo vipi, kwa inakuwa more customized. Bana, kwa vitu ambavyo unavielezea, kwa kijana ambaye hujawahi kusikia kitu chochote kuhusiana na masuala ya website au business in technology way, basi naomba umsikilize Mendes vizuri, kwa sababu vitu ambavyo vinazungumzwa ni vitu ambavyo tunakoelekea. Kwa hiyo wewe usiposikiliza, basi huko unakoelekea utakupo nyuma sana. Sasa Mr. Mendes, kwenye masuala ya business in technological way, najua wewe hicho kitu nakisomea, labda umeshawaza kufanya kitu kama hicho, au tayari ushafanya, labda una website au software ambayo inaweza kusaidia vijana kukuza biashara zao au kuendesha biashara zao kidigitali zaidi? Naam, of course swala hilo, kama mtu unasomea business na ina technology, na of course na kwa ile course ni kwamba ipo more about technology. Business ni kwamba mnafundishwa tu kama introduction, mjue kwamba mnaweza vipi kama basics tu link technology na biashara. Of course ina mfumo tayari upo online kwa ajili ya swala zima hilo la biashara. Ingawa sio mmoja ambao upo online, ila mmoja ambao ni nao kabisa tayari usha publish upo ambao online wa biashara. Ipo mingine lakini sio biashara in such, ila ambayo kwangu kabisa na run na kuna clients na nini na biashara, kwa hiyo inakusaidia kwenye swala zima. Na labda mtu akitaka kutafuta, unaitwaje huo mfumo?
Na mfumo kwa majina unaitwa Flexel. Flexel. Ila ukitaka kuupata maki unaingia Google ama Chrome, utaandika flexel.co.tz. FLEXELL. Flexel.co.tz. Labda na hiyo Flexel ilitokanaje? Ni maswala hayo au ni jina limekujaje mpaka ukaita Flexel? Unajua kuna sababu yake. Kweli. Flexel maki mimi ni of course ni mgunduzi na ni mjenzi wa huo mfumo. Unaona kwamba ni ndo idea. Tunasema nani software developer inakuwa tofauti kwa sababu yule anaweza ka develop hata mfumo ambao hajaunda. Tunasema tuseme tu kama mkurugenzi kwa sababu yeye tayari ishakuwa kama kampuni sasa. Tupo na mkurugenzi bwana, usimuone kwamba ni katoto lakini ana mambo mazito. Madini mengi. Karibu sasa utuambie kwamba ilitokanaje hiyo Flexel labda. Sasa Flexel yenyewe of course ilianzaga kama ninataka tu kutengeneza mfumo kwa ajili ya duka nyumbani pale tuna duka of course kwa jumla. Sasa nikataka nitengeneze mfumo. Kwenye kutengeneza mfumo kwanza of course kwa tunataka nikatafute tu mfumo wa kutumia dukani. Sasa kwenye ukiingia kwenye mifumo hiyo vitu unavyoviona afu unasomea mambo ya teknolojia unaona kabisa huko mbona hapa wameenda chaka hapa Sasa ukiingia kwenye mfumo huyu unaingia huyu unaona yani yote ipo yani njiani haijafika kwenye ubora ambao wewe unautaka. Iko pending tu haieleweki. Okay. Sasa ikabidi nitengeneze mfumo kwa ajili tu ya duka. Sasa kwenye kutengeneza of course ikawa ni kama ni kwa ajili ya duka tu. Sasa yale maduka ya jumla yale kwa ajili ya mambo ya tumizi kama watu wa mangi wale. Kweli. Sasa nikaona kwa nini na wanyima watu wengine na siku hizi na uwezo wa kufanya kitu kama hichi. Nikaunganisha biashara za aina zote. Sasa nikafikiria watu wa hardware wataingiaje. Hawa mawinga wanauza nguo, wanauza simu na wenyewe pia anaweza kupata connection kwenye mfumo na wao. Sasa ndo hilo jina la Flexi ni flexibility yani kwamba flexible unaingia huku unaingia huku. Naam. Kwa hiyo toka uanzishe hiyo Flexel ulishapitia changamoto gani? Labda kuna changamoto zote ulizipitia kipindi unaanzisha hiyo? Kwa kweli kwenye swala zima la changamoto labda changamoto ni kumanage muda. Kwa sababu ukiwa mkurugenzi kama jamaa hapa alivyonitambulisha ukiwa mkurugenzi maana wewe ndo umegundua idea, wewe ndo unaitengeneza, wewe ndo unaipeleka kwenye market. Na sasa hapo inabidi ujigawe. Na zile simu za emergency zinakuja kwako. Yaani mtu mfumo umekataa. Mbona hapa nimefanya hivi hakijafanyika? Kwa hiyo wewe tena itabidi uingie kwa sababu utakuwa unauelewa huo mfumo peke yako. Sasa hakuna mwingine wa kuelewa. Kwa hiyo labda kwa mpaka sasa hivi ulipofikia labda unajua umeshaipublish sawa Google. Watu wanawezaje kuifahamu? Unajua watu wanaweza kuwa naiposti mtandaoni lakini hawaelewi kiundani. Umeona? Labda ni vitu gani labda ulivyofikiria kwamba hapa viongea kwa watu watajua kwamba Flexel inafanya hivi au njia gani hapo itakusaidia kuwafikia watu wengi zaidi? Sasa hapo kwenye swala la kuwafikia watu wengi of course watu wengi tunakimbilia sana kwenye social media. Sasa unajua kwenye social media sasa utakiwekaje? Uwezo ukakielezea chote kwa wakati mmoja. Kweli. Sasa hapo kwenye swala la Flex yani kama jinsi ambavyo inajitambulisha Flexel market ni biashara za aina zote. Of course kwa sasa hivi zimeanza 5 ila mtu ambaye anahitaji biashara yake aina nyingine pia anaweza kujisajili. Sana ni haya maduka ya jumla, reja. Kuna pharmacy, kuna hardware, kuna clothing and accessories, kuna watu wa electronics, watu wa simu, manake watu wa nguo, watu wa vitu vya ujenzi, watu wa maduka ya madawa. Na sasa pale ukijisajili unakuwa tu sio kwamba una manage biashara yako, yani kwamba unaweza tu kurekodi sijui mauzo, uwezo kujua stock na vitu gani. Flexel haikuishia hapo. Na ndo maana jina Flexel kwamba tupo flexibility. Sasa kuna na swala la online shopping. Siku hizi watu wengi wana maduka yao Instagram. Na sasa nikafikiria naunganishaje na pale. Sasa kama biashara imeshajiunga, imeshaposti vitu vyake, maana online shopping pia inawezekana kule kwenye Flexel. Kwa ukiingia Flexel unaweza kuchagua mimi bwana nataka niende nikafanye shopping ama mimi nataka nifanye biashara. Unaweza kujiunga hivyo na pia kuna upande wa tatu wa delivery. Kwa pia mtu ana order vitu vinamfikia mpaka alipo. Kutokea kwenye maduka ambayo yamejisajili kwenye Flexel. Wajua kuna hii mifumo
ya kufanya biashara, uwaga mawazo yanafanana lakini kuna tofauti kake, si ndivyo? Labda unadhani wewe baada let's say ya miaka 2 unaona Flexel itakuwa inafanya kazi kinamna gani kwa hapa Tanzania, au una mawazo mpaka nje ya nchi na nini? Of course kwa sasa hivi hata ukiingia kwenye mfumo vision pale ni to be the leading service provider wa hizo business management information system kwa Tanzania. Okay. Kwa maana siku hizi naona biashara nyingi zipo based sana kwenye online. Unakuta watu wanaposti status. Sasa status inapotea baada ya dakika 2. Okay. Kama masaa 24 ile inapotea, lakini kule wewe muda wote tu ukishajisajili. Ukiingia kule ukishajisajili umeshaposti vitu vyako, mtu akiingia unamtumia link, bwana nenda kaangalia. Sasa ukaanza kukaza kwenye coding ni kwamba mtu siku tu Tanzania hata wakifika tu wanachua leo dizi 2000 kwamba wakani search tu Google wakanipata. Nianza tu kwamba nataka nifanye kitu fulani, yani ambacho kitakufanya watu wakakufahamu kwamba unafanya hivi. Na wakisha kufahamu kwamba hicho kitu kinawasaidia. Na pia sio kwamba tu natengeneza, maana watu wanatengeneza tu vitu vipo. Kweli. Pia unabidi utengeneze kitu kweli, mtu akiingia hapo jamaa kama Mendes amefanya. Amenyoosha kitu. Bana mimi hiyo nimeipenda. Yaani huo msukumo wa kupata kwamba sasa hapa na mimi watu 1000 wanijue kwa wakati mmoja. Mimi nishajaribu na nishaanza. Niko mbali, niko kwenye stage kubwa sana. Tukitoka hapa tutaongea, lakini sasa hivi tuko na Mr. Mendes bado. Lakini pia Mr. Mendes, ni makosa gani vijana wanafanya wanapokuwa wanatengeneza website ili kuuza biashara zao? Kwenye swala kutengeneza website, makosa mengi sana ni kama hivyo ambavyo nimekwambia kwamba nilianza kwa msukuma, nataka kitu changu tukiwa online. Sasa unakuta na mtu naye anaanza tu kwa hivyo bila kutaka kusolve problem. Cha kwanza kabisa kama unatengeneza kitu, inabidi kwanza uwe na problem statement. Umeiona changamoto gani? Sio katengeneza product nzuri, mapicha na pita. Watu tu wakaona wakafly, ma graphics yamekaa vizuri. Anaondoka kesho arudi. Okay. Kwa hiyo ukitengeneza kitu cha kwanza kabisa ujue naenda mnamtengenezea nani? Na solve tatizo gani? Ukishajua hicho cha kwanza, hapo umeshakwepa. Hemu face kabisa kwenye kamera kule. Waambie vijana, unajua vijana sisi tunakuwa tunakosea. Mtu anaweza kaa anaweza kukodi lakini hajui matatizo yaliyopo mtaani. Of course. Umeona? Waambie sasa kwamba bana vijana tutaki kufanya 1 2 3 kwenye kutengeneza system au website au application kama hivyo. Sasa bwana, vijana wenzangu huko kwa shauri, si ndio? Bwana, kabla hatuja kurupukia haya mambo ya kwamba na mimi niwe online, na mimi nijulikane na watu 10,000. Inabidi bwana utuambie unatusovia tatizo gani, sio tutengenezea tu kitu bwana, kitu cha kwamba watu wafurahi tu, sio burudani. Inabidi utengeneze bwana kitu, useme bwana mimi nawasaidia watu fulani, nipo kwenye market fulani. Na watu kweli wanatumia. So umetengeneza kitu kituonyesha active users amna active users. Okay. Bana, kwa wewe mfanya biashara ambaye unatusikiliza sasa hivi na ambaye unatutazama kupitia hichi kipindi cha Campus Psycho hapa Boresha Radio. Bana, Mr. Mendes anaongea vitu vizuri. Na dunia inakoelekea huku jamani, tujue tu kwamba teknolojia inaenda kuchukua pati kubwa sana ya kila kitu. Yaani kazi zako zote unazojua wewe, teknolojia inakuwa ndo kinara. Hasa mfikiria mtu sasa hivi tu kakaa tu nyumbani na simu yake anafanya biashara. Na hadi zamani hicho kitu hakikuwepo. Hicho kitu hakikuwepo. Mtu ilikuwa mpaka utoke uende kazini ndo uuze. Lakini sasa hivi unaweza ukakaa tu nyumbani. Simu tu inaingia tu order, nataka mzigo sehemu fulani, nataka mzigo sehemu fulani. Kwa hivyo wafanya biashara tutambue hicho kitu. Social media ni nzuri, lakini jua ya kwamba website inaweza ikachukua watu, kwa sababu mimi naamini kitu ambacho hajakiongelea Mr. Mendes kwenye masuala ya website na application sawa, unaweza ukadownload Play Store na nini, lakini website haina limitation. Yaani website hata kama ukiwa India huko wapi, kwa sababu Google ipo sehemu zote. Hata ukiwa wapi unaweza ukafanyaje, ukaagiza biashara yako, ukafanya biashara vizuri tu. Na vipi huo mfumo, labda mule ndani una vitu gani? Features, nataka features zile za huo mfumo, labda kidogo watu wajue kwamba mimi ninavyoingia kwenye mfumo ule nakutana na feature 1 2 3, labda kuna feature nyingine kunapewa hela bure, ili watu wajue kwamba nikiingia kwenye mfumo kule kuna bonus za kupewa. Sasa bwana, tukianza na kwenye mfumo wa biashara bwana,
kuna swala la stock management. Stock management kitu cha kwanza hicho. Stock management nilikuwa natumia mifumo ya watu kipindi sauti. Na kipindi hicho sasa natumia mifumo ya watu kwamba ndo nataka nitumie kwenye biashara, ndio. Bwana unaingia umesha rekodi bidhaa zako, leo umeuza, kesho umetoa sasa kwa ajili ya matumizi yako. Unairekodi wapi? Ile mifumo yenyewe ilikuwa inarekodi mauzo, manunuzi. Kwa sasa kitu umekitoa wewe kwa ajili ya matumizi yako, mifumo ilikuwa itambui. Kwa yani ilikuwa ni kwamba yule mfanyabiashara tu kwamba anauza na kununua ndo rekodi hiyo. Ndo bidhaa zinavyobadilika stock, kwamba akinunua ziongezeke na kuuza zipungue. Lakini ile kusema kwamba atumie yeye kile kitu akizikapungua, inabidi kirekodi kama mauzo ili kionyesha kwamba stock imepungua. Au kitu kimeharibika, inabidi kujifanye sijui amekiuza sasa kwamba kama sasa kinapoteaje. Kwa ila ukitumia hapo Flexel yenyewe una rekodi kwamba hii nilitoa bwana nikapeleka sadaka, inakwambia bwana jamaa alipeleka sadaka. Nilitoa sadaka. Unachofanya yenyewe inakuelezea. inakwambia. Kimsingi tu rekodi kwamba nilitoa sadaka, nilitoa bwana hii nilipeleka kanisani, nimetoa kimeharibika. Kwa kwenye swala zima la stock management ipo very flexible yani. Flexible. Tumegusa hapa. Kitu cha kwanza ni stock management. Kwa huko wafanyabiashara inabidi ujue hicho kitu. Nadhani mnakijua. Stock management tunaijua kwamba kutoa na kuingiza. Si ndio hivyo? Swala la pili ilikuwa ni kwenye maduka ya reja. Unakuta mtu hataki kurekodi, hataki kufuatilia stock, anataka tu ajue kama wengi mamangi wana mauzo, faida yani kucheki faida tu. Bas, mambo sivyo, akiuza kiberiti kweli na shenya akiandike. Kaja huyu majani ya chai ya 50 akiandika hivyo. Inakuwa. Kwa Flexel pale unaweza kurekodi mauzo. Bwana leo kwa siku ni mauzo 80,000. Nilifanya manunuzi ya 20,000. Kwa hiyo tu pale kwa mfano mteja amekuja, si ndivyo? Anakuepo mtu wa kuandika kwa sababu uwezo uko unauzia watu huko unaandika. Kwa hiyo anavokuja ina maana kwamba akisema viberiti 10, kwa hiyo unaandika viberiti 10, una save. Wewe maki utakachofanya, amekuja mteja amekupatia shingapi, si ndio? 2,800, umefanya mauzo ya 2,800, utarekodi tu 2,800. Kwa hiyo itaenda ku save order kwamba ilikuwa worth ya 2,800. Haitotaka kujua huyu alirekodi sijui majani ya chai fanya nini. Kwa mamangi wengi of course ukiwapelekea mfumo anakuambia bwana mfumo wako mzuri, ila mimi sasa hapa akija huyu kiberiti nimwandikie, akija huyu nimtolee. Ila uoga kwenye mauzo wenyewe anaandika bwana kaja mtu fulani kanipa 2,800. Jioni anapiga bwana mimi ni mauzo 80,000. Okay. Kwa mfumo unaweza kukuwezesha kufanya hivyo kwamba unaweza tu kawa na rekodi mauzo as worth. So lazima uandike niliuza kitu gani hasa. Kwa hiyo inakuwa imegusa watu wengi. Mfano winga aweza karekodi sijui nimeuza gauni, maana hata stock yeye haijui. Nimeagizwa kitu fulani, anaenda na kidaka. Nimeagizwa nguo 10, anaenda anaagiza nguo 10. Hana stock. Ila anarekodi tu as mauzo. Kweli. Kwa kama unarekodi as mauzo, Flexel ipo kwa ajili ya kwamba unaenda tu unasema bwana 28,000. Okay. Hicho ni kitu cha pili sasa. Si ndio hivyo? Cha tatu ni hiyo swala la kuiwezesha duka lako kwa online. Kuwezesha duka lako kwa online. Kwa online. Kwamba kuna sehemu sasa unaweza ukafanya settings, kuna wengine hawataki duka lake ile online hata kidogo. Ukimwambia bwana duka lako na ndio maana Instagram kuna na private account. Kama walijua tu hicho kitu. Wanapenda kufanya hivyo, kuna watu wengine. Kama nilivyokuambia anaficha. Sasa anajisajili kwenye mfumo kama huu afu hataki kuwa online. Sasa maana yake nini? Wanaficha, wenyewe wanajua wanavyoviuza. Utanakwepa. Kwa kwamba nauza kitu fulani mpaka ani DM. Mimi mauzo mpaka ani DM. Sitaki watu wajue. Okay. Kwa kuna mauzo ya private. Bana hicho kitu ni cha siri unajua. Watu wengine wanaposti biashara zao kwa anakuambia ni DM. Afu watu wengi hicho kitu wanakifanya kwamba hata kama ukimdia kwa mfano umeposti biashara Instagram shingapi hiyo, watu wachache sana waga anasema kiasi fulani, kwa sababu wengine anakuja direct kabisa nauza kitu fulani kama perfume 10,000 anakuandikia pale bei kabisa. Sasa kuna wengine, kuna wale wanasema hivi DM me
Kwamba sasa ni sio na kuchanganya. Wajua mimi nitakavyokuwa nafanya biashara na Nay tofauti na nitakavyokuwa nafanya na Mendes. Huyu nitaweza nikamwambia 20,000 akatoa hapo hapo. Wewe nikamwambia 20,000 ukaanza kulia ikafika ni 15,000. Umeona? Kwa ndo maana nakwambia DM mimi. Kwa hicho kitu kina faida. Hataki aipoteze ile 5,000 ya kutoka kwa. Na mtu nikienda nikijipresent biashara yangu atanipa laki. Atanipa laki. Ndio maana kuna saluni zingine kwa sisi wa kiume unaweza kanyoka 30,000 lakini kwa sababu zingine 2,000 kwa sababu ya nini? Brand. Kwa zingatia hicho kitu. Kama wewe mfanya biashara, jaribu kuona biashara yako unaifanyaje. Kama utaamua kusema kwamba mimi biashara yangu ni 10,000, ukaona kama ndio unalipwa hivyo, itakulipa, sawa, fanya. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuwa wajanja zaidi, usitaje bei direct. Uza thamani tu, hiyo masuala ya price itakuja baadaye. Leo ndo nimejua hicho. Ujue tu kabisa, na kama kuanzia kesho kaanze kupractice, alafu utaona faida yake. Na kwa wale wengine ambao walikuwa wajui faida yake, jaribu practice kwa sababu unajifunza, si ndio? Kila siku itabidi ujifunze. Na pia Mr. Mendes kuna kitu kingine kwenye website, si ndio? Kwa mfano kama hivyo kuna stock management, kuna kurekodi. Sasa mtu akapata changamoto, mfumo unahifadhi hela moja kwa moja au kuna namba ya malipo ambao ameweka namba yake, yani hela zinakuwa zinaenda moja kwa moja kule. Of course kwa sasa hivi kufanya system iwe na trust kubwa ni mnalipanga cash. Yani kwamba atakuja mtu kama ni ameagiza online, kitu chako kifike kwanza, maana inabidi to build trust na customers. Sasa nikalipia online, hata mwenyewe sasa nikaingia online kwenye mfumo tu wa mtu sasa hivi nikaagiza nikalipa. Mimi mwenyewe si IT. Wewe ukafanya hilo. Kwa sasa wewe unapataje faida? Kwa sababu wewe unawasaidia wanauza maduka. Wewe faida yako iko wapi? Faida yangu ipo kwenye wafanyabiashara. Mimi sio na rekodi mauzo. Sasa pale kwenye mauzo yao commission panga. Hicho kitu nakipenda sana. Unajua kweli bana, hizi biashara za kidigitali ni raha sana. Yaani wewe uteseki kwamba uanze kuzozana na mtu kwamba hujanilipa hela yangu, umetumia mfumo wangu automatic tu utakuta ka 1% tu, ka 1% ya hela yako. Unaweza kuona kama ndogo lakini wanajua wenyewe wajanja sana. Bana, ni vitu gani labda changamoto gani unazipitia, labda kwa mfano najua ina muda mchache. Umesema ina muda gani Fexel mpaka sasa kuwa published? Kwa online haijazidi miezi 6. Okay. Ila kwenye hii ya private kipindi watu wanatumia wenyewe. Of course nilianza tangia first year. Okay. Probably na mwaka. Mwaka gani? Mwaka gani ki ulivyokuwa first year? Ilikuwa nipo sadia sasa hivi probably 2026, kwa ni miaka mitatu, kwa kwamba 2023. Okay bana, kweli. Yaani umeingia yaani ulisoma diploma au umetoka form 6 ukaenda na nini? Wewe nilipita diploma. Na diploma ulisomea nini? Diploma ilikuwa computer science. Hapo ndo nilikuwa IT. Bas, goodbye. Kweli of course. Kweli bana, hiyo computer science kweli. Bana, tupo na Mr. Mendes na pia Madam Neema pale ana fly akiona vitu vya kidigitali kama hivi tunajifunza. Kwa hiyo unatusikiliza, hem, tuendelee kujifunza teknolojia. Huyo ChatGPT mtu nimekumbuka kabisa. Sasa hivi tutaenda mapumziko, tu relax kidogo, wenzeni tutarejea sasa kuongelea vizuri na kudiscuss vizuri namna gani mfumo unaweza kukusaidia wewe au kidigitali zaidi unaweza kuendeshaje biashara yako. Kwa hiyo endelea kuitegea sikio Boresha Radio, tutarejea hivi punde.